Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa JJ-San Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi yako kwa nguvu mpya kwa kuinua jina la Yesu juu ya maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika. Ni mimi binti Josefati, nikusihi makinika nami hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja. Na ikiwa ni Julai 9, mchungaji hutangulia, naye watoapo nje kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata kwa maana waijua sauti yake. Yohana 10:4. Tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema. Tunajikabidhi kwako tunapojifunza maandiko yako matakatifu. Kuwa pamoja nasi kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Mchungaji wa nchi za mashariki hakuwaswaga kondoo wake, hakutegemea nguvu wala hofu, ila akiwatangulia na waita, wanaijua sauti yake na wanatii wito. Vivyo hivyo na mchungaji ambaye ni Mwokozi, ndivyo anavyofanya kwa kondoo wake. Maandiko yanasema, uliwaongoza watu wako kama kundi kwa mkono wa Musa na Haruni. Kupitia kwa nabii Yesu anasema, nimekupenda kwa upendo wa milele, ndio maana nimekuvuta kwa fadhili zangu. Hamlazimishi yeyote kumfuata, anasema, naliwavuta kwa kamba za kibinadamu kwa mafungo ya upendo. Zaburi 77:20, Yeremia 31:3 na Hosea 11:4. Sio hofu ya adhabu wala matumaini ya thawabu ya milele vinavyowafanya wanafunzi wa Yesu kumfuata. Wanauona upendo wa Mwokozi usio kifani uliodhihirika katika safari yake yote duniani, kutoka katika hori la Bethlehemu hadi msalaba wa Calvary. Na kumwona kunavuta, kunalainisha na kunatiisha nafsi. Upendo unaamka katika mioyo ya watazamaji, wanaisikia sauti yake na wanamfuata. Kama mchungaji anavyowatangulia kondoo wake na kukumbana kwanza na hatari zilizo njiani, ndivyo Yesu anavyofanya kwa watu wake. Naye watoapo nje kondoo wake wote huwatangulia. Njia ya mbinguni huwekwa wakfu na nyayo za Mwokozi. Njia inaweza kuwa ya mwinuko na ghafla na yenye vilima vyenye mawe, lakini Yesu ameipita njia hiyo. Miguu yake imegandamiza chini miiba mikali ili afanye njia ya kupita kuwa rahisi kwetu. Kila mzigo ambao tunaitwa kuubeba, yeye mwenyewe aliubeba. Ingawa sasa amepewa kwenda katika uwapo wa Mungu, naye anashiriki katika kiti cha enzi cha ulimwengu, Yesu hajapoteza hata chembe ya asili yake ya huruma. Leo moyo ule ule wa upole, wenye huruma, umefunguliwa kwa ajili ya shida zote za wanadamu. Leo mkono ule uliotobolewa na msumari umenyoshwa ili kuwabariki watu wake waliomo ulimwenguni kwa baraka tele. Anasema, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya toka mikononi mwangu. Roho ambayo imejitoa kwa Kristo ni ya thamani sana machoni mwake kuliko ulimwengu wote. Mwokozi angeweza kupitia maumivu makubwa ya Calvary ili mtu mmoja apate kuokolewa kuingia katika ufalme wake. Kamwe hata mwacha mtu yoyote ambaye kwa ajili ya huyo alikufa, isipokuwa watu wake wamechagua wenyewe kumwacha. Atawashikilia imara katika taabu zetu zote. Tunaye msaidizi asiyeshindwa. Hatuachi pekee yetu kupambana na jaribu, kupigana vita na uovu, na hatimaye kuangamizwa na mizigo na huzuni. Ingawa sasa amefichika asiweze kuonekana kwa macho haya ya kibinadamu, sikio la imani linaweza kusikia sauti yake akisema,
Usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Mimi ni yule aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Ufunuo 1:18. Utasoma Tumaini sehemu ya 2 ukurasa wa 93 hadi 95. Huu ni mwisho wa somo la Julai 9. Mchungaji hutangulia. Na tuombe. Asante Baba Mungu kwa upendo wako maishani mwetu. Asante kwa kutukomboa na kututengenezea njia ambayo tunapita nyuma yako. Tunajikabidhi kwako, tunaomba utuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Kumbuka, Yesu akiinuliwa juu, maisha yanabadilika. Mungu akubariki. Anakuja, Yesu yu hai.